michezo tuzungumze yale ya kimichezo na burudani. Mimi niko hapa kwa ajili ya kukupasha na kukujuza mambo mbalimbali ya kimichezo na burudani. Niko hapa kwenye Media Day ya klabu ya soka ya Azam FC na nina ripoti kutokea hapa Chamazi jijini Dar es Salaam. Pembeni yangu mkono wangu wa kushoto mimi niko na Adolf Mtasingwa, tunakwenda kuyazungumza ya kimichezo na burudani. Unataka kujua ni kitu gani tunachokwenda kukizungumza? Kuwa nami Sako Tubako mwanzo mpaka pale tamati nitakapokuwa nikihitimisha mahojiano yangu haya na Adolf Mtasingwa. Ndugu yangu, heri? Namshukuru Mungu. Sema upo? Kwema kabisa. Vipi kwanza majeraha yako yanaendeleaje ndugu? Mimi nimepona. Namshukuru Mungu. Niko kiungo amerejea kwenye eneo lake. Mungu ni mwema. Yes. Bwana, ndugu yangu, tuanzie hapa bwana. Tuitazame kwa namna ambavyo nyinyi mmeitazama ligi kuu Tanzania bara kwa msimu huu wa mwaka 2025 2026, ambapo msimu mwakani utakuwa ni 26 27. Kwa namna hii nyinyi mmeutazama, huu ni msimu wa namna gani kwa upande wenu kama Azam Football Club? Siwezi kusema una utofauti na misimu mingine kwa sababu target zilikuwa ni zile zile. Sasa kama unajua kwamba tuna aim kwa vikubwa, so kila mwaka lazima tujaribu, kila mwaka lazima tujaribu, kila mwaka lazima tulenge na tuweka kusudi hilo. So far sio mbaya, sipo ambavyo tulipokuwa tunapataka, lakini tuna chances kubwa sana za kucheza competition ya Afrika kwa upande wa Confederation. Na pia tuko kwenye nafasi ya kuingia kwenye final ya CRDB. Na so naweza nikasema ni vitu vikubwa viwili ambavyo tunaweza tukaachieve kwenye msimu huu. Kwa haina tofauti sana na msimu jana, ingawa msimu jana tufanya vizuri kwa upande wa cup. Lakini so far sio mbaya kwa sababu tunasema ni work in progress. Kwa tunaendelea, tupo katika mstari mzuri na jambo zuri kabisa naweza nikasema ni mwalimu ambaye tuko naye msimu huu, tutakuwa naye msimu ujao tena, umeona. Kwa hiyo kuna ile stability ambayo itatusaidia sana kutokana na yeye ni mgeni. Of course naweza nikasema kuna baadhi yani mwenyewe alikuwa anahitaji kuadapt. Umeona, ukiacha na sisi wengi tumecheza hapa tunaelewa. Kwa hiyo kama mwalimu kuna vitu lazima naye atakuwa amepata, kuna picha atakuwa ameiona ambayo itatusaidia. Tunatoka kama ni msingi au mtaji ambao tunabidi tuende nao kwa ajili ya msimu ujao. Lakini kikubwa zaidi ni kumaliza na mafanikio katika msimu huu, kwa sababu tuna nafasi ya kufanya hilo kwenye msimu huu bado, ili mradi kutengeneza kama momentum mzuri au motivating factor ya msimu ujao. Miongoni mwa msimu huu ni ugumu uko wapi haswa tofauti na misimu mingine ambayo nyinyi mmeitazama kwa upande wenu? Naweza nikasema siwezi kusema ugumu, lakini kuna moments ambazo zimetuangusha. Kuna games ambazo tumepoteza points ambazo hatukupaswa kupoteza. Nadhani ukipiga kihesabu games ambazo sisi tumepoteza points kama ambazo siwezi kusema ni game rahisi, lakini ni games ambazo tulikuwa tuna kila sababu ya kushinda. Kwa siwezi kusema ni gumu, lakini naweza kusema ni moments za kupoteza tu makini. Ni zile moments ambazo ukija kuangalia baada ya msimu ni zinakukosti kikubwa. Yani ni moments ndogo lakini zinakukosti kikubwa. Kwa hiyo kwa timu ambayo inakuwa na malengo makubwa, hivi ni vitu ambavyo havitaki kutokea kwa kiasi kikubwa. Kama sisi tumepoteza points nyingi sana katika games ambazo hatukupaswa kupoteza points. Sasa tukiwa tuna aim kikubwa alafu tunakuwa tunapitia hizo moments, of course ndo ni safari. Kwa ni kuangalia okay, hii haijirudi tena vipi, ili mradi kwa next season tuweze kufikia maximum targets ambazo tunakuwa tumejiwekea miaka yote. Katika duru ya raundi ya kwanza msimu huu ulikuwa majeruhi, lakini pia wakati unarejea, pasina shaka kwa imani yangu mimi ninakuwa nina imani kubwa huo unafuatilia hata michezo ambayo Azam Football Club wanakuwa wanaicheza. Ni mchezo gani haswa kwa upande wako unaona hakika huu ulikuwa ni mchezo mgumu kwa upande wetu? Dhahiri kuna jambo ambalo hatukupaswa kulifanya hivi tukaweza kupoteza aidha alama ama hata kutoa sare. Ni mchezo gani ambao unafikiri kwa msimu huu? Naweza nikasema kuna mechi na JKT, mechi ya tulicheza away, yes. Tulikuja kuna mechi na Pamba, mechi na Prison, hizi zote away. Kuna some mistakes tulikuwa tunafanya
ambazo zilitukosti sisi hivyo na nini, kwa sababu sisi tuna aina fulani ya mpira tukicheza tunakuwa katika ubora zaidi. Unaona, kwa kidogo situation of course una changamoto ya viwanja na nini, lakini ndo uhalisia ambao wa ligi tunaocheza, kwa hatuwezi kusema hiyo ni excuse. Kwa tuliruhusu mazingira yaweze kudetermine matokeo ya mchezo tunaocheza sisi, na sio sisi kuamua kwamba bwana sisi tunatafuta matokeo au tunatafuta ushindi kwa namna hii. Kwa naweza nikasema hizo ni games, ni vitu vinavyofanana. Ni hiyo hasa zile games ambazo tunaweza tukawa tumepata uongozi halafu mwishoni tukapoteza kutokana na kukosa umakini na vitu kama hivyo. Mimi nataka tujiulize kitu kimoja mimi na wewe, ambazo watu wengi wamekuwa wakiwekea kama neno walakini ndani yake hivi. Ni heri kuchukua alama nyingi dhidi ya vilabu hivi vya hapa na pale vile vidogo vidogo, ama kuchukua alama mbili ambazo ni muhimu kuliko zile zingine ambazo watu hufikiri? Mimi naweza nikasema tunatofautiana kwenye mitazamo. Kusanya hizi chache. Kwa mfano, let's say tunapocheza dabi au dabi, sisi ni mechi na Simba na Yanga, zinakuwa ni dabi na ni watu ambao tunakuwa tuna compete, tunafanana malengo. Games zao ni 6 tu. Umeona, ni game 4, ni game 4 tu. Hizo ni 12 points. Ambapo hapo unakuwa umekusanya alama 12. Alama 12. Yes, kama utambahatika kumfunga zote. Kama utafanikiwa unakuwa umecollect 12 points. Sasa kama collect 12 points, unacheza na Simba na halafu unapoteza 20 points. Ukiwa una games za timu ambazo tuseme sio timu ndogo, lakini ni timu ambazo yani kwamba tuseme sio wastani, kwa sababu wote mnaanza na 0 points, labda ambazo zipo kwenye table zipo chini yenu, alafu unakuwa na lose points, inakuwa haina maana. Umeona, lakini ukilose 12 points alafu ukacollect points zote na timu zingine, 100% una ubingwa. Umeona, kwa ni perspective, ni mtazamo na namna ambavyo unalichukulia tu lile jambo. Na kikubwa ni kwamba unabidi wewe una points nyingi kuliko mtu yote kwenye ligi, regardless utazipataje. Wewe una points nyingi kuliko mtu yote kwenye ligi ndio unachukua ubingwa. Kwa ni bora tukusanye nyingi zaidi kuliko tukusanye nyingi zaidi ili tuwe namba moja. Ukikusanya nyingi kwa kiasi fulani au kwa upande fulani alafu haukai juu pale, haina maana. Bwana, mimi nataka nimalize na hili hapa. Sio maswali, lakini usinikoti vibaya na wala usiwahisi vibaya. Kwenye maswali yangu tu ni 3 tunataka nimalizane nayo. Huwa unajisikiaje pindi unapokuwa unahusishwa na timu kubwa? Kwenye swala za tetesi. Ni tetesi ni zile tu zinazungumzwa na watu. Yaani jambo zuri kwa sababu inamaanisha unachokuwa unakifanya pale kinaonekana, na pia inapokuwa ni tetesi ni jambo moja, inapokuja kuwa fact ni baraka. Kwa sababu kila mtu anatamani kucheza katika mazingira makubwa kadri inavyowezekana, kwa especially kwa career tulikopo na sisi, inakujenga wewe kama mchezaji ndani na nje ya uwanja. Kwa hiyo kama ni timu kubwa ndani, timu kubwa nje, inakuwa ni jambo la heri. Kwa hiyo ni kitu kizuri, ni faraja kwako. Kingine nilishawahi kuwauliza watu wengi, usinikoti vibaya na wala usinisi vibaya, humu ndani mkorofi zaidi wa nani? Siwezi kama kuna mkorofi ndani. Basi mtukutu zaidi. Hamna. Kwenye timu huwa ikosekanagi mtu chizi. Sasa inategemea wewe unaitafsiri vipi mkorofi au mtukutu. Hamna. Basi ana makuzi mengi. Sasa hapo ndo hamna kabisa. Wengine wanasema wapo. Sasa mimi najaribu kupata doubtation kwa watu wengine. Mtu anaweza kaona kama kitu ni cha ukorofi kisehemu fulani, lakini wala isiwe cha ukorofi wala nini, ipo na nini. Sidhani. Tupo kawaida, kwa sababu hata mimi naweza nikawa mtukutu. Inategemea mazingira yakoje, hivyo na nini. Kama inabidi yule msela sana. Msela sana hamna. Hivi sio mimi. Hamna. Kwa kama kuna msela, yani msela kwanza inakuwa nini? Msela si yule nani? Msela ni mtu ambaye hajao au?
Unajua mbona wengi ndani wote wasema hataki unaona. Wakati tu. Wakati tu. Kumbe mkutaka mnataka. Of course. Taka kupata kibali. Pata mke sasa pata kibali. Sasa utaki kibali. Kaka. Hamna sira kibali. Apata mke apate kitu chema. Nani asiyetaka kitu chema? Kila mmoja huwa anataka. Of course. Basi. Umeniambia mtukutu hakuna. Sana sana pia umeniambia hakuna. Basi nikushukuru. Shukrani kaka.